Serikali kupitia Wizara ya Madini inapenda kuujulisha umma kuwa imeendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa uendelezaji wa leseni za madini nchini, ambapo imebainika kuwepo kwa ongezeko la utoaji wa leseni za madini nchini. Kuna baadhi ya wamiliki wa leseni ambao wamekuwa hawatekelezi wajibu wao wa umiliki wa leseni, ikiwa ni pamoja na kutokuziendeleza leseni wanazomiliki ndani ya muda uliotolewa kwa mujibu wa sheria. Wamiliki hao wamekuwa wanahodhi maeneo, hawalipi ada stahiki za leseni, lakini vile vile hawatekelezi masuala ya ushirikishaji wa Tanzania kwenye shughuli za madini, yani local content. Lakini pia wala hawatekelezi wajibu wa makampuni kwa jamii, yani corporate social responsibility. Vile vile wanashindwa kuthibitisha matumizi ya fedha yaliyofanyika pamoja na vielelezo vya matumizi husika kwenye uendelezaji wa leseni hizo. Ndugu wanahabari, vitendo vya kuhodhi maeneo vimekuwa vikichangia kwa kiasi kubwa kuwepo kwa vitendo vya uchimbaji madini usio rasmi vinavyotokana na uvamizi wa leseni hizo. Vitendo hivyo havivumiliki na serikali itaendelea kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria na kufuta leseni zote ambazo zitabainika kuwa na makosa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutokuendelezwa ndani ya muda uliotolewa kwa mujibu wa sheria ya madini sura 123. Ndugu wanahabari, katika kutekeleza hatua hiyo ya serikali, leo natangaza rasmi kufuta leseni 40 za utafutaji madini ambazo wamiliki wake wameshindwa kuziendeleza licha ya kupewa hati za makosa na kutakiwa kurekebisha makosa yaliyobainika. Aidha, naiagiza Tume ya Madini kufuta leseni hizo na kuendelea kufanya kaguzi za mara kwa mara za leseni na kuchukua hatua stahiki za kufuta leseni zote ambazo zitabainika kutokuendelezwa. Aidha, tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026, Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini imetoa hati za makosa kwa leseni nyingine 43 zikijumuisha leseni 40 za utafutaji madini na leseni 3 za uchimbaji wa kati kwa maana ya mining license. Na ielekeza Tume ya Madini kuendelea na zoezi la utoaji wa hati za makosa, na endapo wamiliki wake watashindwa kurekebisha makosa ndani ya siku 30, leseni hizo zifutwe ili maeneo hayo yatolewe kwa wawekezaji wengine na yapangwe pia kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Ndugu wanahabari, pamoja na hatua hiyo, serikali imeendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa matukio ya mlipuko wa madini ya dhahabu, yani gold rush, ambayo inatokea katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na imeendelea kuchukua hatua stahiki kwa lengo la kulinda usalama, kudumisha utulivu na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kanuni za madini. Ni vyema ieleweke kuwa kwa mujibu wa sheria za madini za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shughuli zozote za uchimbaji wa madini zinapaswa kufanyika kwa kuzingatia umiliki wa leseni halali. Naomba nirudie eneo hili. Ni vyema ieleweke kuwa kwa mujibu wa sheria za madini za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shughuli zozote za uchimbaji madini zinapaswa kufanyika kwa kuzingatia umiliki wa leseni halali. Hivyo basi, vitendo vya watu kukimbilia maeneo yenye taarifa za uwepo wa madini na kuanza kuchimba bila leseni ni kinyume na sheria na havitavumiliwa. Serikali imekuwa ikichukua hatua za haraka pindi milipuko ya madini inapojitokeza, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao, kuzuia migogoro kati ya wachimbaji na wamiliki halali wa leseni, kulinda mazingira dhidi ya uharibifu unaweza kusababishwa na uchimbaji holela, na 4, kudhibiti hatari za milipuko ya magonjwa ya kuambukiza zinazoweza kujitokeza katika maeneo ya gold rush. Katika maeneo ya gold rush, mara nyingi hukusanyika watu wengi kwa muda mfupi katika mazingira yasiyo rasmi yenye msongamano mkubwa, hali inayoongeza uwezekano wa kuenea kwa magonjwa ya mlipuko. Kutokana na hali hiyo,
serikali huchukua hatua mahususi za kiafya, ikiwa ni pamoja na kuratibu uwepo wa huduma za afya za dharura kwa kushirikiana na mamlaka za afya za maeneo husika, kuhamasisha na kusimamia usafi wa mazingira, upatikanaji wa maji safi na salama, pamoja na huduma za vyoo, kutoa elimu ya afya kwa wachimbaji na wadau kuhusu kinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza, kufuatilia na kudhibiti magonjwa ya mlipuko yanayoweza kujitokeza ikiwemo magonjwa ya mfumo wa hewa, magonjwa ya mlipuko wa tumbo na mengineyo, lakini pia kuchukua hatua za haraka za kinga na tiba pale dalili za mlipuko wa ugonjwa zinapobainika. Ndugu wanahabari, baada ya hali ya usalama kudhibitiwa, serikali hufanya tathmini ya eneo husika, na pale inapobainika kuwa eneo la mlipuko wa madini halipo ndani ya leseni halali, hatua za urasimishaji huchukuliwa ili kuruhusu shughuli za uchimbaji kufanyika kwa utaratibu, ikiwemo utoaji wa leseni kwa wahusika wanaokidhi vigezo. Hata hivyo, serikali imebaini kwa masikitiko kuwepo kwa tabia inayoongezeka hivi sasa ya baadhi ya wachimbaji wadogo wasio waaminifu kuvamia maeneo yenye leseni halali za madini. Vitendo hivi vimesababisha migogoro, hasara kwa wawekezaji halali, pamoja na kuvuruga utaratibu wa usimamizi wa sekta ya madini. Kutokana na hali hiyo, natoa onyo kali kwa mtu yoyote au kikundi chochote kinachojihusisha na uvamizi wa maeneo yenye leseni halali kwa kigezo cha kuifanya kuwa gold rush. Tabia hiyo inakemewa vikali kuanzia hivi sasa, na ni marufuku kuvamia maeneo ya leseni za madini kwa sababu yoyote ile. Utaratibu wa utoaji wa leseni za madini upo wazi katika sheria yetu ya madini na kanuni zake, na lazima ufuatwe. Serikali haitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote watakaokiuka maelekezo haya, ikiwa ni pamoja na kuwaondoa katika maeneo husika na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Wizara ya Madini inasisitiza kuwa maendeleo endelevu ya sekta ya madini yanategemea uzingatiaji wa sheria, nidhamu na ushirikiano kati ya serikali, wawekezaji na wananchi. Hivyo, wadau wote wanahimizwa kufuata taratibu zilizowekwa na kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani, afya ya jamii na utulivu wa nchi yetu. Ndugu wanahabari, kwa kumalizia, naomba nitoe rai kwa wawekezaji wote kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia matakwa ya sheria ya madini ya sura 123. Wizara ya Madini itaendelea kuwapa ushirikiano wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi wenye nia ya kufanya uwekezaji wenye tija na kukuza uchumi wa taifa letu kutokana na uvunaji wa rasilimali madini.